Hujambo na nikukaribisha tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Tuelekee huko Korea Kaskazini. Kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un amesema mipango ya nyuklia itawekwa wazi hivi karibuni. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ametangaza kuwa mipango ijayo ya nchi yake ya kuongeza hazina ya silaha za nyuklia itawekwa wazi wakati wa mkutano mkuu wa chama tawala utakaofanyika wiki kadhaa zijazo. Shirika la habari la Korea Kaskazini KNCA limemnukuu kiongozi huyo wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un akisema mkutano huo mkuu utafafanua mipango na hatua zinazofuata kwa nchi hiyo katika kuimarisha nguvu zake za nyuklia kama kinga ya uvamizi kutoka nje. Kim Jong-un aliwahi kunukuliwa kupitia vyombo vya habari akisema kwamba taifa la Korea Kaskazini linapaswa kutambulika kama taifa la nyuklia, na kwamba ameyaonya mataifa mengi ulimwenguni hasa Marekani kuwa na tahadhari dhidi ya jamhuri hiyo ya Korea ya Kaskazini. Kim amekaririwa akiyasema hayo wakati aliposhuhudia jaribio la pili ndani ya mwezi wa Januari la makombora ya masafa marefu lililofanywa hapo jana Jumanne. Korea ya Kaskazini imefanya jaribio lingine la kombora la masafa marefu, jaribio ambalo linaonekana kuwa tishio kwa Korea ya Kusini pamoja na Japan. Jaribio hilo lilihusisha kufyatuliwa makombora manne yaliyoanguka baharini umbali wa kilomita 359. Kwa miongo kadhaa sasa, mradi wa nyuklia na makombora ya masafa marefu wa Korea Kaskazini umekuwa chanzo cha misuguano na nchi za Magharibi, hususan Marekani ambayo imeiwekea nchi hiyo vikwazo vikali vya kiuchumi. Hili ni jaribio la pili katika kipindi cha mwaka 2026. Mnamo Januari 4, Korea Kaskazini ilifyatua makombora kadhaa ya balistiki kutoka pwani yake ya mashariki, kwa mujibu wa jeshi la Korea Kusini. Korea Kaskazini ilifanya majaribio ya makombora kadhaa ya balistiki kutoka pwani yake mashariki mnamo mwanzoni mwa mwezi Januari. Hata hivyo, hayo yalijiri baada ya operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya mshirika wa kisoshalisti Pyongyang, Venezuela. Ufyatuaji huo wa kwanza ulifanyika saa chache kabla ya kiongozi wa Korea Kusini kuelekea China kwa mkutano wa kilele uliotarajiwa kujadili uhusiano wa Korea Kaskazini, lakini pia ni baada ya kutekwa kwa Nicolas Maduro ambaye ni mshirika wa Pyongyang. Hata hivyo, siku ya Jumanne ni mara ya pili kwa mwaka 2026 kwa kufanywa kwa majaribio ya makombora ya masafa marefu yaliyofanywa na Korea Kaskazini. Makombora manne yalifanywa majaribio siku ya Jumanne, na mara ya mwisho kwa Pyongyang kufyatua kombora la balistiki katika majaribio ilikuwa ni mwezi Novemba mwaka 2025 baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuidhinisha mpango wa Korea Kusini wa kujenga manowari inayotumia nyuklia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kujua mengi yanayojiri duniani.